tunafurahia asubuhi ya leo kwa kuwa hakika yupo pamoja nasi, anazidi kutuongoza, anazidi kutulinda, anazidi kutuhifadhi. Kwa hivyo tufurahie tukiwa mkononi mwake, tukijua kwamba hakika yeye akiwa nasi yote tunaweza. Bwana apewe sifa. Asubuhi leo tutaingia katika kitabu cha Samueli wa 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Tasoma kuanzia hapo moja. Wakati huo Samueli akamwambia Sauli, Bwana alinipeleka nikutie mafuta uwe mfalme wa watu wake Israeli. Basi sasa isikilize sauti na maneno ya Bwana. Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni waume na mwanamke, mtoto naye anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu huko Telemu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Sauli akaufikilia mji wa Amaleki akauvizia bondeni. Bwana sikiwe. Kwa hivyo tunaona wakati huu Bwana akitumana kwa Amaleki, kwa sababu wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri, hakika walipigana na Amaleki wakiwa njiani. Na wakati huo, wakati wa Musa, Bwana akaapa ya kwamba atawaangamiza wa Amaleki. Na sasa imefika wakati huo, na ndio anatumana, anaambia Samuel amwambie Sauli kwamba aende amalize Amaleki. Akamwambia ati Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo hayo Amaleki waliowatenda wa Israeli. Kwa hivyo Bwana hakuwa amesahau yale mambo Amaleki walikuwa wametenda wana wa Israeli wakati walikuwa njiani wakitoka Misri, kwa kuwa ni Mungu alikuwa na watu wa Misri. Nao Amaleki wakatokea njiani na kupigana na wana wa Israeli. Kwa hivyo hii ilikuwa ni jambo Bwana ameiweka moyoni mwake ya kwamba siku moja atakuja na amalize Amaleki kwa yale matendo waliyotenda. Na hapa anatumana na kusema ati enda ukawapige Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo. Kwa hivyo ilikuwa ni kuangamiza kabisa wa Amaleki. Ati waharibu vitu vyote, wala msiwaachilie, bali waueni waume na mwanamke, mtoto anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Yaani ilikuwa ni kama kumaliza kila kitu kule ya Amaleki. Ndipo Sauli akawaita watu akawahesabu askari waliopanda farasi 200,000 na watu wa Yuda 10,000. Kwa hiyo sasa jambo lile Sauli amepewa akafanya ni kwamba aende amalize wa Amaleki. Nakumbuke kwamba Sauli alikuwa ametiwa mafuta na alikuwa sasa mfalme wa kwanza wa Israeli. Sasa Sauli tunaambiwa akaufikia mji wa Amaleki akauvizia bondeni. Sauli akawaambia wakeni, haya endeni zenu mkashuke ili kujitenga na wa Amaleki, nisije nikawaangamiza ninyi pamoja nao. Maana mliwatenda wana wa Israeli mema walipopanda kutoka Misri. Basi hao wakeni wakaondoka wakajitenga na wa Amaleki, kwa sababu walikuwa wametumwa kwa wa Amaleki. Sauli akawapiga wa Amaleki toka Havila uendapo Shuri unaokabili Misri. Akamkamata Agagi mfalme wa Amaleki yu hai, akawaangamiza hao watu wote kwa upanga. Lakini Sauli na watu wake wakamwacha Agagi hai
walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza. Bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichoangamiza kabisa. Kwa hivyo wakaenda wakapiga Waamaleki vile walikuwa wametumwa, lakini tunaona kwamba wakaacha mfalme akiwa hai. Na tunaambiwa pia kwa wanakondoo na vinono, chochote kilichokuwa chema hawakuharibu kama vile waliambiwa waharibu. Ile walipata kwamba ni nzuri, hiyo walichukua. Zile ambazo ni mbaya ndio waliharibu. Lakini pale walikuwa wameambiwa waharibu vitu vyote, lakini wao wakachukua zile nzuri wakabakisha. Ati katika kondoo walio wazuri na ng'ombe na vinono na wanakondoo na chochote kilichochema, wala hawakukubali kuangamiza, bali chochote kilichokuwa kibaya na kibovu ndicho walichokiangamiza kabisa. Ndipo neno la Bwana likamjia Samueli kusema, najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Samueli akasikitika, akamlilia Bwana usiku kucha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Sauli ameenda na wamebakisha ati wale wanono, zile zote vitu nzuri walibakisha, hawakuangamiza, neno la Bwana likaenda kwake Samueli. Kwa hivyo Samueli akaambiwa na Bwana akamnenea na kusema ati najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme, maana amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Kwa hivyo Saul hakufanya vile Bwana alivyomwamuru. Alitenda kinyume na kile Bwana alimwamuru. Bwana alimwambia enda uangamize na umalize kila kitu ya Waamaleki. Lakini Sauli walienda na kumaliza zile zilikuwa mbaya, lakini zile nzuri wakabeba. Ile waliona ni nzuri hawakukubali kuangamiza. Ile ilikuwa nzuri hawakukubali kumaliza, lakini walijichukulia zile nzuri, lakini zile mbaya ndio waliangamiza. Lakini sio vile Bwana alikuwa amemwambia. Bwana alimwambia angamiza, maliza kila kitu. Bwana alikuwa na sababu yake ya kumtuma Saul. Lakini Sauli alienda na akatenda kinyume na vile Bwana amemwambia. Na kwa hivyo Bwana ananena na Samueli usiku na kumwambia ati najuta kwa sababu nimemtawaza Sauli awe mfalme. Amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Amerudi nyuma, hakunifuata, hakufanya vile nilivyomwamuru. Kwa hivyo Bwana anajuta kwa nini amemfanya Sauli awe mfalme. Bwana asifiwe. Neno hili linamwendea Samueli. Nakumbuka kwamba Samueli naye ndiye alimwagia Saul mafuta. Kwa hivyo Samueli akawa wa kumlilia Bwana usiku kucha. Na wakati huu Samueli ni kulia analia kwa sababu ya ile jambo Saul alitenda. Kumbuka mahali Saul yuko, yeye ni kusherekea, anasherekea kwa sababu wameshinda. Anasherekea ushindi kwa vile walitumwa na Bwana na wameenda na wameshinda. Bwana asifiwe. Bila kujua kwamba pande huu mwingine Bwana amesikitika na matendo yake Sauli. Yeye ni kusherekea na sherekea, tumepigana, tumeshinda. Lakini upande huu Bwana anasema ninajuta kwa nini nimemweka Saul awe mfalme. Amerudi nyuma asinifuate, wala hakufanya nilivyomwamuru. Kwa hivyo Samueli tunaambiwa akaondoka asubuhi na mapema ili aonane na Sauli. Samueli akaambiwa ya kwamba Sauli alifika Kameli, na tazama akajisimamishia ukumbusho, akageuka, akapita, akateremkia Gilgali. Bwana asifiwe. Sauli nao tunaona akaenda Kameli, akajisimamishia ukumbusho kule. Kwa hivyo Sauli alikuwa katika hali ya kusherekea. Anasherekea yale yametokea. Anasherekea ushindi ambao walikuwa nayo. Lakini Bwana upande mwingine ni kusikitika, amesikitika kwa kuwa Sauli hakutenda kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Ati Sauli akamwendea Sauli, naye Sauli akamwambia ubarikiwe na Bwana. Kwa hivyo sasa ni Sauli amemuona Samuel. Sauli anamwambia ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Bwana asifiwe.
ati ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Kwa hivyo Sauli ndani yake anajua kwamba nimefanya kama vile Bwana ameniambia. Amefurahia, anaenda akisherekea akijua kwamba nimetenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Na hata akionana na Samuel, hakuwa na kuogopa, hakuwa na uoga ndani yake ati kwamba ametenda kinyume. Yeye alifurahia akijua kwamba nimetenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo anamwambia ubarikiwe na Bwana, nimetimiza amri ya Bwana. Nakumbuka Bwana alinena na Samuel na kumwambia, huyu jamaa ameenda kinyume. Ninasikitika kumweka mfalme, ameenda kinyume nami. Hakufanya vile nimemwamuru. Lakini Saul anaona kwamba amefanya vile Bwana amemwamuru. Kwa hivyo ana furaha. Lakini sio vile. Katika ulimwengu wa kiroho sio vile. Bwana asifiwe. Katika ulimwengu wa kiroho mambo ni tofauti. Saul asherekewi kiroho. Bwana asifiwe. Mbinguni hawasherekei ati kwamba Saul ameshinda. Hawasherekei kile Saul anaona machoni pake kama ushindi. Mbinguni wanaona kwamba Saul ameenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Lakini yeye haoni vile. Yeye amefurahia ya kwamba nimeshinda, tumemaliza, tumepiga Waamaleki, tumewamaliza. Sasa nimetimiza kazi ya Mwenyezi Mungu. Hata anaenda akijiwekea ukumbusho njiani. Kwa hivyo yeye yuko katika hali ya kusherekea bila kujua kiroho kwamba yeye ameanguka mtihani. Bwana asifiwe. Hajui kwamba mbele za Mwenyezi Mungu ameanguka. Bwana asifiwe. Lakini yeye ako na furaha, ni mfalme, watu wanamfuata, wamefurahia wakisema tumeshinda, tumeshinda. Samueli akasema, maana yake nini? Kwa sababu Sauli ndiye alimuongelesha kwanza, akamwambia ubarikiwe na Bwana, nimeitimiza amri ya Bwana. Samueli akasema, maana yake nini basi hiki kilio cha kondoo masikioni mwangu, na huu mlio wa ng'ombe ninausikia? Kwa sababu kama kweli Sauli angekuwa ametimiza kazi ya Mwenyezi Mungu, hakungekuwa na kondoo, hakungekuwa na ng'ombe, sababu alikuwa ameambiwa aangamize zote. Bwana asifiwe. Hakungekuwa na kondoo, hakungekuwa na ng'ombe wamebaki, kwa sababu angeshakuwa ameangamiza wote. Na sasa anamwambia Samueli, nimefanya kazi ya Mwenyezi Mungu. Na anaulizwa, basi maana gani hii kilio cha kondoo na ng'ombe ninausikia? Bwana asifiwe. Amen. Sauli akasema, wamewaleta kutoka kwa Waamaleki, maana watu waliacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako. Nao waliosalia tumewaangamiza kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Anaulizwa swali, kwa nini kuna hawa kilio cha kondoo, kilio cha ng'ombe? Naye anajibu Samueli na kumwambia, akasema wamewaleta kutoka Waamaleki, maana watu waliwaacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri. Watu waliacha hai kondoo na ng'ombe walio wazuri na kuwaleta kutoka Waamaleki ng'ombe na kondoo wazuri, ili wawatoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako. Nao waliosalia tumeangamiza kabisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kilio cha kondoo ana explain na kusema wale wabaya tulimaliza, lakini hao wazuri tumeleta tutoe dhabihu. Bwana asifiwe. Na Bwana alitumana clearly na kusema maliza wote. Lakini anasema tumebakisha wale wazuri ili tuje tutoe dhabihu. Watu hawakumaliza. Watu wameleta ili watoe dhabihu kwa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna jambo aliongezea ambayo hakuwa ameambiwa na Bwana atende. Bwana asifiwe. Ametumwa fanya hivi, naye akafanya, akaongezea ambayo hakuwa ameambiwa na Bwana aongezee. Ndipo Samueli akamwambia Saul, ngoja nami nitakwambia neno aliloniambia Bwana usiku huu. Naye akamwambia, haya sema.
Basi Samueli akasema, ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila za Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Kisha Bwana akakutuma safarini, akasema, enda uangamize kabisa wale Waamaleki wenye dhambi, upigane nao hata watakapoangamia. Mbona basi haukutii sauti ya Bwana, bali ukazirukia nyara, ukafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana? Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimetii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Waamaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Bwana apewe sifa. Samueli anamuuliza swali, basi kwa nini? Kwa nini hukuangamiza? Kwa nini haukufanya vile Bwana anakuambia? Naye anasema watu ndio walichukua kondoo, ndio walileta ili waje wakutolee dhabihu. Bwana apewe sifa. Bado ni kama Sauli hata hajaona makosa yake. Bwana apewe sifa. Lakini bado anaendelea ni kama hajatenda makosa machoni pa Bwana. Bila kujua Bwana ameshanena. Bwana ameshakata kauli. Huyu sio mfalme. Bwana asifiwe. Huyu mtu hafai. Bwana asifiwe. Huyu mtu ameenda kinyume nami. Lakini Saul haoni vile. Na bado anatoa excuse na kusema watu ndio walichukua. Bwana asifiwe. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kutii sauti ya Bwana? Bwana asifiwe. Ati, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana asifiwe. Kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa hivyo anaambiwa kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Kwa hivyo yeye alikuja kutoa dhabihu, na lakini hakutii vile Mungu amemwambia. Bwana asifiwe. Amen. Aliogopa watu na vile watu watasema. Ikiwa watu wamesema tutachukua, yeye akawaachia wachukue. Bwana asifiwe. Aliogopa sababu watu walitaka hivi na hakutaka kwenda kinyume na vile watu wanataka. Bwana asifiwe. Watu wamependa hivi, kwa hivyo chukueni basi. Kinyume na vile Mwenyezi Mungu amemwambia. Bwana asifiwe. Kinyume na vile Bwana amemwambia tenda. Na anaulizwa swali, je, Bwana hupenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Bwana asifiwe. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama urafiki na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme. Bwana apewe sifa. Ati kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa hivyo mbele ya Mungu alikaa ni kama mchawi, kwa sababu amemwasi Mwenyezi Mungu. Tenda hivi, anatenda kinyume. Fanya hivi, hafanyi vile Bwana anamwambia. Ukaidi ni kama urafiki na vinyago. Nakumbuka hapo mbele ameambiwa kwamba ati hapo mbele Samueli akimnenea alimwambia ati ingawa ulikuwa mdogo machoni pako mwenyewe, je, hukufanywa kuwa kichwa cha kabila cha Israeli? Naye Bwana akakutia mafuta uwe mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sio Saul mwenyewe alijifanya awe mfalme. Ni Bwana alimchagua awe mfalme. Kwa hivyo ilimpasa kutii sauti ya Mwenyezi Mungu. Kutii sauti ya yule aliyemuita na kumfanya kuwa mfalme. Lakini yeye alichagua kusikiza sauti za watu. Bwana asifiwe. Alichagua kufuata vile watu wanamwambia. Nakumbuka kwamba Sauli sio kuchaguliwa, alichaguliwa mfalme na watu.
Kwa hivyo hakuhitaji watu kumpendelea. Bwana asifiwe. Ni Mungu alimpendelea. Na kwa hivyo huyo Mungu ndiye alifaa kutii sauti yake. Bwana asifiwe. Lakini yeye alichagua kusikia sauti za wanadamu. Alichagua kujaribu kufurahisha wanadamu na sio kufurahisha yule Mungu aliyemfanya mfalme, wakati yeye mwenyewe alijiona mdogo kuliko watu wengine. Alijiona hafai, lakini Mungu akamfanya akafaa. Alijiona hawezi, lakini Mungu akamfanya akaweza. Aliona ni kama yeye sio kitu, lakini sasa Mungu amemsimamisha yeye ni mfalme. Na huyo Mungu amemsimamisha, badala ya kutii sauti yake, anatii sauti za wanadamu. Watu walitaka, watu walifanya, ni watu walipenda kuchukua. Bwana asifiwe. Na sasa ananenewa na Samueli na kuambiwa, angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu. Ni bora kumtii Mwenyezi Mungu kuliko kumtolea dhabihu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo, kwa sababu ya Sauli kutaka kupendeza binadamu, akapoteza ufalme. Bwana asifiwe. Akapoteza ufalme ambao Mungu alikuwa amemkabidhi. Kitu alikuwa amepewa bure, hata hakupigania ufalme. Bwana asifiwe. Hakupingwa na mtu hata akipata huo ufalme. Bwana apewe sifa. Lakini naye sasa kwa sababu ya kutotii sauti ya Mwenyezi Mungu, akasemekana kwamba ati kwa kuwa amelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Bwana apewe sifa. Ati ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihalifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu nikatii sauti yao. Bwana asifiwe. Ndivyo Sauli anamnenea Samueli. Ati Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeihafifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu nikatii sauti yao. Bwana asifiwe. Sauli anasema niliogopa wale watu nikatii sauti yao. Kwa hivyo nimetenda vile watu walitaka nitende. Niliogopa wale watu nikatii sauti yao. Na tazama, kwa sababu ya kutii sauti ya watu na kutotii sauti ya Mungu, akawa wa kunyang'anywa ufalme. Bwana asifiwe. Na hii ni tofauti sana na ukiangalia Daudi hakujali hata vile bibi zake walimuona. Alipokuwa anarukarukia Mungu wake na kuambia wewe unajiaibisha mbele za watu, hakujali. Kwa sababu alijua ni Mungu wake anasifu. Bwana asifiwe. Lakini Sauli alijali sana vile watu wanamuona yeye. Anaogopa. Bwana asifiwe. Watasema nini? Nikikataa kuwapatia kile wanaitisha, je, wataniona aje? Bwana asifiwe. Nikikataa, nikisema hapana, hatutachukua kondoo hata mmoja, na watu wamechoka, wamepigana. Bwana asifiwe. Je, watanichukulia vipi? Bwana asifiwe. Anasahau ya kwamba hakuwa elected, hakuchaguliwa kuwa mfalme na watu. Bwana asifiwe. Sio watu walikuchagua, kwa hivyo sio watu watakuondoa ufalme kwa sababu hukufanya vile wanataka. Bwana asifiwe. Sio watu watakunyang'anya kile uko nayo sababu sio wao walikupatia. Bwana asifiwe. Lakini yeye ni kama anajaribu kuwapendeza. Bwana apewe sifa. Ndugu na dada, kama watumishi wa Mungu, hatuwezi tembea na akili zetu zinajaribu kupendeza mwanadamu. Sababu ukijaribu kupendeza mwanadamu, utapoteza kile Mungu amekupatia. Ukijaribu kupendeza watu, utapoteza kile Mungu amekukabidhi. Sababu ili uinuke, lazima utii sauti ya Mungu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Bwana asifiwe. Ati na kusikia ni bora kuliko mafuta ya beberu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ukiwa kama mwanadamu, kama mtu wa Mungu au mtoto wa Mungu, pendeza Mungu peke yake, sio mwanadamu. Jaribu kupendeza yule aliyekuita, sio jaribu kupendeza mwanadamu. Bwana asifiwe. Musa aliongoza wana wa Israeli. Hakuwaongoza kulingana na vile wao wanapenda. Aliwaongoza kulingana na vile Mungu anamwambia. Bwana asifiwe.
Ni mara nyingi watu waliinua mawe kumpiga Musa, lakini Musa hakubadili msimamo wake. Watu wampende au wasimpende, watu watake kumpiga mawe au wasitake kumpiga mawe, wasiposikizana naye alikuwa urudi kwa yule aliyemtuma. Wakati hawafanyi vile anataka, alikuwa urudi kwa yule aliyemuita. Bwana asifiwe. Hakuwa anaambia watu haya fanyeni vile mnataka ili mfurahie. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa huambia kwamba wale wako upande wangu njoo. Bwana asifiwe. Kama hauko upande wangu rudi. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo Musa hakujaribu kupendeza binadamu. Na ndio unaona alitembea na Mungu na akafika mpaka mahali alifika. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ndani yake haikuwa ni wapendeze binadamu. Bwana asifiwe. Sio binadamu amekuacha uwe mahali uliko, ni Mungu. Amen. Na amekuweka hapo kinyume na vile binadamu wanataka. Bwana asifiwe. Kile amekupokeza kinyume na vile wengi walitaka. Bwana asifiwe. Na sasa sababu uko mahali Mungu amekuweka, don't compromise. Amen. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba kutii ni bora kuliko dhabihu. Kusikia ni bora kuliko beberu. Ati kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Bwana asifiwe. Wakati wote tunamuasi Mungu ni kama dhambi ya uchawi. Bwana apewe sifa. Mara mingi tunapokataa kusikia Mwenyezi Mungu, wakati tunakataa kutii, hebu tizama binadamu. Kwa nini kipofu hawezi kukimbia? Ni sababu macho yake haioni. Lazima aende polepole akishika kila mahali. Hawezi kimbia, macho imekataa kuona. Kwa nini kiwete hawezi kimbia? Sababu miguu yake imekataa kutembea. Bwana asifiwe. Amen. Haitii vile anasema. Bwana apewe sifa. Na sisi wakati hatutii Mungu, basi tunalemaza mwili wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wakati hatutii sauti yake, tunalemaza mwili wa Yesu Kristo. Sababu mahali anataka kitu fulani itendeke, haitendeki. Kwa nini? Fulani hakutii. Akitaka hii itendeke hivi, fulani hakutii. Bwana asifiwe. Akitaka kwa mtu fulani kufanyike jambo fulani, Bwana asifiwe, haitendeki. Kwa nini? Mtumishi wa Mungu hakutii. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati tunakosa kutii, basi tunalemaza kazi ya Mwenyezi Mungu. Tunafanya mwili wa Kristo uonekane kama umelemea. Bwana asifiwe. Na ni mengi Yesu Kristo anataka kutenda akiwa ndani yetu. Lakini wakati hatutii hiyo sauti, basi tunalemaza mwili wake Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusifanye mwili wa Kristo kulemaa kwa sababu ya kutotii kwetu. Bwana asifiwe. Tuwe watu wa kutii. Lakini ukiangalia siku ya leo, wengi tumefika mahali tunajali zaidi public opinion kuliko vile tunajali Mungu anavyotaka. Bwana asifiwe. Amen. Dunia ya sasa watu wamefika mahali kwamba wanajali sana kile binadamu wanafikiria. What the public thinks. Vile watu wanaona, vile watu wanafikiri. Bwana apewe sifa. Na kwa kutenda vile tunakosa kutenda vile Mungu anataka. Bwana asifiwe. Angalia hata katika social media. Wengi wanajaribu kutrend na vile kile inaendelea kwa social media. Tuwe sawa na vile watu wote, maoni ya watu wote. Hatutaki kwenda kinyume na maoni ya watu wengine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dunia wakisema kwamba jambo fulani ambao tunajua ni dhambi ni sawa, inakuwa sawa hata kwa Wakristo. Bwana asifiwe. Public opinion ikisema kwamba ni sawa wanaume kuoa wanaume au wanawake kuoa wanawake, hiyo inakuwa ya kukubalika hata na wana wa Mungu ambao wanasoma kwa Biblia ya kwamba that is an abomination machoni pa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini watu wanakubali. Kwa nini? Hivyo ndivyo public opinion iko. Bwana asifiwe. Hebu tizama Sauli alipotenda vile public ilitaka, alipoteza ufalme. Bwana asifiwe. Alipoteza kile Mungu amempatia. Bwana asifiwe. Na ni sikitiko kubwa sana kwa sababu ukiangalia yule alichukua nafasi yake mpaka wa leo tunamkumbuka.
Daudi alipochukua hiyo nafasi mpaka wa leo tunamkumbuka. Na hata ikawa Yesu akazaliwa katika hiyo lineage ya Daudi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Sauli ni jambo kubwa sana alitupwa bila kujua ili tu kufurahisha binadamu. Bwana apewe sifa. Na siku leo unaona wengi wanajaribu sana kufuata ndio watu wanasema nini, watu wanafanya nini. Kile dunia inasema ndio sawa, inakuwa sawa kwako. Kile dunia inasema inafaa hata kwako. Bwana apewe sifa. Badala ya kusimama kama vile Musa alisimama, au kusimama kama vile Joshua alisimama. Bwana asifiwe. Nyinyi, mimi na nyumba yangu tutamsafu Mwenyezi Mungu. Wewe chagua yule utasafu. Bwana asifiwe. Lakini Joshua alijua kweli ni wapi yeye amesimama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Sauli akawa wa kutupa kitu cha muhimu sana. Ati Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana halifu amri ya Bwana pia na maneno yako, na sababu naliwaogopa wale watu nikaitii sauti yao. Basi sasa nakuomba unisamehe dhambi yangu, rudi pamoja nami nipate kumwabudu Bwana. Samueli akasema, sitarudi pamoja nawe kwa sababu umelikataa neno la Bwana. Bwana naye amekukataa wewe, usiwe mfalme wa Israeli. Ati Bwana amekukataa wewe usiwe mfalme wa Israeli. Bwana asifiwe. Ati naye Samueli alipogeuka aende zake, Sauli akaushika upindo wa vazi lake, nalo likararuka. Basi Samueli akamwambia, leo Bwana amekurarulia ufalme wa Israeli, naye amempa jirani yako aliye mwema kuliko wewe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Samueli akawa wa kunyang'anywa, Sauli akawa wa kunyang'anywa ufalme ambao alikuwa amepatiwa. Bwana asifiwe. Bwana ametupokeza mambo mengi mema, lakini sisi wenyewe ndio huangusha. Sisi ndio utupa kile Mungu ametupatia. Sisi ndio ujitoa mahali pale pazuri Mungu ametusimamisha. Mahali Mungu ameinua kila mmoja wetu ni mahali pema. Bwana asifiwe. Kila mmoja ambao tumeitwa katika wokovu tumewekwa mahali pazuri. Lakini sisi wenyewe ndio ujiondoa mahali pale. Kwa kuangalia ni nini watu wanasema, ni nini watu wanapenda, ni nini watu wanataka. Bwana asifiwe. Kujaribu kuwapa watu kile wanataka ni kuondoka kwa njia za Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Simama kwa njia za Mungu. Hata kama watu wamekugeuka, hata kama watu wamekuchukia, hata kama wamekuingilia, simama pale na usio wa kubanduka. Bwana asifiwe. Sababu the more utasimama pale, ndio Bwana atazidi kukuongeza nguvu. Na mwishowe baada ya kujaribu kupigana nawe, watakuja wakushike mkono, mtembee pamoja. Bwana asifiwe. Lakini ukiwaachilia atuende ushikane nao, hakuna vile binadamu watakupenda na umeshika Mungu upande huu. Bwana apewe sifa. Lazima watakugeuka. Hata wawe ni watu wa nyumba yako, lazima watakugeuka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yako ni kusimama imara mpaka wakati ule wataona kweli huu mtu amesimama kama rock na wakuje wakushikilie. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuyumba yumba au wa kusukumwa upande huu na upande huu na maoni ya binadamu. Bwana asifiwe. Hebu tushike kile Mungu ametupatia, kwa kuwa hicho ndicho muhimu zaidi. Ukisoma hapo katika Samueli 13, twende hapo 1 Samuel 13, utaona kwamba utukutu wa Sauli hata haukuanzia pale, ulikuwa umeanza hata mbeleni zaidi. Tukisoma hapo 13 kuanzia 8, tunaona kwamba tunaambiwa hapa ni wakati Sauli alikuwa ameenda kupigana na Wafilisti. Na alipokuwa ameenda kupigana na Wafilisti, ilifika wakati sasa ikawa anangojea Samueli aje. Na tunaambiwa akangoja siku 7 kwa kadri ya muhula uliowekwa na Samueli. Lakini Samueli hakuja Gilgali. Na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, kwa hivyo Sauli anangojea Samuel akuje. Wameenda vitani kupigana na Wafilisti na wako hapa wanangoja Samuel akuje. Samuel naye alikuwa amesema baada ya siku 7 nitakuwa pale.
Kwa sababu tunaambiwa akangoja siku 7 kwa kadri ya muhula uliowekwa na Samueli. Kwa hivyo ilikuwa labda baada ya siku 7 Samueli atakuja. Sauli amengoja Samuel aje. Vita iko karibu kuanza, anangojea Samuel aje. Watu wamemzingira pale. Wamekaa wamengoja, Samuel hajakuja. Ati Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Kwa hivyo wale watu Saul alikuwa nao wakaanza kutawanyika. Na ni vita wamengoja kwenda kuanza. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akaitisha sadaka, akaletewa, akateketeza sadaka, ambayo ilikuwa ni kazi yake Samueli kuja kutenda. Bwana asifiwe. Lakini Sauli akatenda mara moja, sababu aliona watu wameanza kuwa restless, wametawanyika. Bwana asifiwe. Akafanya vile ili kujaribu kuleta watu pamoja. Bwana asifiwe. Again, kutamani kupendeza watu. Bwana apewe sifa. Ati akatoa sadaka. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika. Tizama, kuanguka kwake yote inaanza na watu. Bwana apewe sifa. Amen. Kuanguka kwa Sauli kunaanza na watu. Watu walitaka kondoo. Bwana asifiwe. Na sasa anasema watu walitawanyika. Bwana apewe sifa. Ati Sauli akasema umefanya nini? Samueli akasema umefanya nini? Naye Sauli akasema ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami. Na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Bwana asifiwe. Wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Bwana asifiwe. Ati aliona ni kama Wafilisti watakuja kupigana naye kabla hajaomba. Bwana asifiwe. Kabla hajajua hajasikia kutoka kwa Bwana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yeye akaharakisha akatoa sadaka ambayo ni Samueli alikuwa aje atoe. Bwana asifiwe. Wakati huo ilikuwa kazi ya Sauli kutoa hiyo sadaka. Bwana apewe sifa. Ilikuwa ni kazi yake Samuel, lakini Sauli akakimbia akatenda vile ati sababu watu wanatawanyika na Wafilisti ni kama watashuka kupigana nao. Bwana apewe sifa. Ati nikatoa sadaka za kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu. Hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hutadumu. Bwana amejitafutia mtu ampendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Bwana asifiwe. Yaani alianza kunyang'anywa ufalme wake kutoka kitambo. Bwana asifiwe. Kukimbia kutenda sababu watu wanataka. Bwana asifiwe. Watu wangetaka ufanye hivi au ufanye vile. Bwana asifiwe. Sasa anasema watu walikuwa wameanza kutawanyika, nikakimbia nikatoa sadaka. Anaambia umefanya upumbavu. Sasa ufalme wako hautadumu. Mungu wako ukufanya vile Mungu alikuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Sauli kwa kuitwa mfalme, ufalme wake ungekaa milele. Siku ya leo labda hata tulikuwa tukisema badala ya kusema simba wa Yuda labda tulikuwa tunasema simba wa Benjamin sababu ya Sauli. Bwana asifiwe. Kwa sababu ufalme wake ungedumu.
Na labda Kristo akija angeshuka tu kwa huo ufalme. Bwana apewe sifa. Lakini yeye alitupa kile alikuwa amepatiwa. Na ndivyo tunafanya kama Wakristo mara mingi. Tunaangalia vile dunia inafanya. Tunakimbizana na vile dunia inataka. Vile binadamu wanapenda. Na wakati tunajaribu kupendeza binadamu, tunatupa kile Mungu ametupatia. Bwana asifiwe. Simama kama shujaa, ndugu na dada. Simama hata kama watu hawakupendi. Sio kukupenda kwao, sio upendo wao kwako imekufanya uwe Mkristo. Sio wao walikupenda ndio Mungu akakupenda. Sio wao walikupenda ndio Mungu akakuinua. Bwana asifiwe. Ni Mungu alikupenda. Ni Mungu alikuinua kwa sababu ya vile yeye alitaka. Bwana asifiwe. Na ni yeye anaweza kukushukisha au kukuinua zaidi, sio binadamu. Bwana asifiwe. Ikiwa Musa angefuata watu angeanguka kitambo. Na watu si ati walimpenda mara ya kwanza, walitaka kumpiga mawe. Haleluya. Lakini hawangemwangusha sababu sio wao wamemuita. Bwana asifiwe. Alizidi kutii sauti ya Mungu wake mpaka watu sasa wakaanza kutii sauti ya Musa. Mpaka watu wakaanza kuogopa Musa. Bwana asifiwe. Mwishowe Musa alikuwa ni kama Mungu kwao sababu hata akinena walikuwa wanamuogopa. Bwana asifiwe. Huyu mtu ambaye mbeleni walitaka kumpiga mawe sababu ameleta maneno gani kule Misri. Bwana apewe sifa. Lakini ilifika wakati mpaka wakamuogopa. Kwa hivyo hebu tushike na tusimame imara mahali Mungu ametusimamisha. Tusimame imara mpaka ifike mahali sio dunia itubadilishe lakini sisi tubadilishe dunia. Sio watu wakubadilishe wewe, wewe ubadilishe watu. Sio jirani zako wewe uwe kama jirani zako, jirani zako wawe kama wewe. Bwana asifiwe. Sababu ukishika imara kile Mungu amekupatia, usimame bila kuangalia. Uangalie vile neno linasema. Sio social media imekubalisha nini? Ni nini Mungu amekubalisha? Sio social media inataka nini? Ni nini Mungu anataka? Simama na hiyo neno kama mtumishi wa Mungu na hakika utabadilisha dunia. Hautapoteza kile Mungu amekupatia kama vile Saul alipoteza. Bwana asifiwe. Na alipopoteza hawa watu hawakuja kumrudishia. Bwana asifiwe. Hawangesema wacha tumchague mfalme. Bwana asifiwe. Alikuwa ameshatolewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu hawangemrudishia kile Mungu alimnyang'anya. Bwana asifiwe. Hebu jua ni nani mkuu? Ni yule aliye ndani yako. Ni mkuu kuliko yule aliye duniani. Tii sauti yake. Kutii ni bora, tumeambiwa. Kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama urafiki na vinyago. Bwana asifiwe. Shikeni neno la Mungu na tulifuate. Tufika hapo kwa leo na Bwana awabariki.